kazi. Hivyo ndivyo wimbo unatuambia asubuhi ya leo. Tulitoka katika kazi zetu. Sasa tuko katika ulimwengu wa Mungu. Mahali pale Baba wetu anayetufanyia kazi. Sio sisi tunaofanya kazi, ila ni yeye anafanya kazi. Susan, umeutoa wimbo mzuri, hivyo mzuri katika enzi hizi tuko za kuhubiri kweli, kuhubiri injili ya kweli, the true gospel. Nashukuru sana, nikiomba tuendelee tuweze kutoa wimbo kutoka kulingana na vile Kristo Yesu aliweza kutusaidia na kutufanya tukaweza kutambua na kuelewa. Alituumba, hakutuumba tufanye, lakini yeye alitufanyia mambo yote. Hallelujah. Yeye mwenyewe ndiye anafanya kazi. Yeye ananifanyia kazi. Hatuna dhambi kwa sababu yu ndani yetu na sisi ndani yake. Sisi ndio tulikuwa tufe. Sisi ndio tulikuwa wenye dhambi, akachukua dhambi yetu. Haya. Ndiye anafanya kazi. Haya. Hakuna dhambi wala laana. Hakuna dhambi wala laana sisi. Asante sana Susan. Ya. Katika kitabu ya Luke ndio tuweze kuomba. Katika kitabu ya Luke Luke 24 mstari wa 47. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ndiye Mungu wetu, na wewe ndiye nguvu zetu. Wewe ndiye mwenye mamlaka, na wewe ndiye Bwana Jehova Jireh utendaye kazi, na unainua watu wako Bwana na kuwatukuza mtakatifu wewe mwenyewe. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh mawazo yako yote iko kwa mwanadamu. Ni kwa sababu mwanadamu ndio uliumba katika mfano wako na kwa uweza wako na kwa nguvu zako mtakatifu, ukatugawia kila kitu kutokana na wewe
wewe, na ukampa mwanae Kristo Yesu, yule uliweza kumtuma tena aweze kuja ulimwenguni na kutufia sisi na kutuondolea kazi yoyote ilikuwa mzito, na hali nyingi Bwana zilikuwa hali zilikuwa zinapinga maisha yetu na kupinga imani yetu, lakini sasa ni kwa ajili ya Kristo Yesu tumepokea neema hiyo, tumepokea hiyo ahadi, tumepokea huo uzima, tumepokea Jehova Jire amani katika maisha yetu, ubora wote wa ufalme wa mbinguni tumeupokea kumpitia Kristo Yesu kwa imani. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu Mfalme. Wakati huu tunaenda kulisikia neno lako Bwana, ninaomba flow ya neno lako Bwana, na Roho wako Mtakatifu atusaidie na zile vitu tunazotumia Bwana, ninaomba utusaidie tuweze kuandamana sisi wote pamoja tukiwa tuna imani ya kwamba kuna mabadiliko tutaweza kupokea katika lile neno wakati tunapolisoma, wakati tunapolisikiliza. Ni kwa sababu ya neema yako. Ninakataa kila nguvu zote na kila uwezo wote wa nguvu wa maroho na nguvu isiyotoka katika kwako Mfalme. Ninakataa Bwana Jehova Jire pingamizi zozote zile zinaweza pingana nasi tusikose kulipokea neno lako kulingana na vile linavyohitajika. Nikioda gucokeria ngatho Mulungu mwene hinya ithe wa kirinde giothe muthamaki witu, nindakugoca muthamaki nacio pingamizi ciothe mwathani cia kugiria gutugie na undu ucio wa kuhunjia ona kana andu mage kunyita kiugo giaku kuringana na uria wendete we baba witu. Nindahika rungu rwa maguru makwa Jehova, ithuĩ tutiri agutorio, ithuĩ ni turikitie gutoria, turi arathime na tutigaconoka na tutigaconorithio, ni tondu hinya ona woti waku mwathani we hamwe na ithuĩ. Mahinya mothe na muthamaki mothe manduma Jehova ndiroiga matire na hinya, ni tondu uria wi thiini witu ni munene gukira uria wi njaito, na ithuĩ tutingĩthingwo na tutingĩthingĩka nĩ tondu uria wi thiini witu ndangĩthingĩka. Niwe watoririe gĩkuũ na niwe wokire nĩ tondu wa uria mwathani witu Jesu twabatarĩte kũrutwo nduma-inĩ nĩguo tũingĩrio thĩinĩ wa ũtheri ũrĩa ũtathiraga, ũrĩa wĩ wa tene na tene. Nĩndacokia ngatho nĩ tondu wa wĩra ũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũruta. Nĩndacokia ngatho nĩ tondu wa andũ arĩa marahunjia injiri ya ma baba witũ ĩtarĩ ndukanie na indo iria ciothe ikoragwo gũkũ thĩ, o injiri ya Kristo Jesu ĩrĩa arĩtie ũhoro wa gũkua gwake, gũthikwo gwake na kũriũka gwake, ona kwambararia rĩtwa rĩa Ngai kũhĩtũkĩra kũriũka gwake. Nĩndacokia ngatho Ngai Mũrungu mwene hinya nĩ tondu no ũgũthiĩ na mbere na kũmekĩra hinya na gũtũma mathiĩ kũraya na kũraya mwathani, o ta ũrĩa maandĩko maku moigĩte tutahubiri Jerusalem, Judea na hata Samaria katika na mwisho wote wa ulimwengu. Mfalme wa jambo, asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu ya uponyaji wako ule umeendelea na kutuponya mioyo yetu na hata miili yetu. Wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Asante ni kwa sababu ya kutuitikia Bwana Mfalme katika sauti yetu Bwana Jehova Jire. Haleluya, kulingana na vile Bwana Jehova Jire umetufundisha na kunena kwetu Bwana, ukafanya ikaweza kuonekana kuwa ni jambo la maana. Pokea sifa na utukufu wako Bwana. Wakati huu Mfalme wa ajabu tunaenda kuchipua neno katika Biblia na katika mioyo yetu tutaweza kubarikiwa na hata kuinuliwa. Ninawaombea wote wanajitayarisha kwenda holiday. Ninawaombea Bwana Jehova Jire ukawasimamishe na ukawaonekanie na ukawashindanie kwa mambo yale yote Bwana Jehova Jire wanayoyahitaji. Wewe ni Mfalme na hakuna jambo lisilowezekana kwako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nimesema tuweze kufungua katika kitabu ya Luke 24:47. Neno linasema ya kwamba and that repentance and the remission of sins should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. Hallelujah. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Jerusalem. Wacha tusome 48. And you are witness of this thing, nanyi mashahidi wa mambo haya. 49. And behold, I sent the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Bwana asifiwe.
Ninashukuru sana ni kwa sababu ya huu mstari wa 47. Huu mstari wa 47 ni kama ule tulisoma siku ya jana, Matthew 28:20. Na tukaweza kuona ya kwamba na katika kitabu ya Act 1:8 tukaona ya kwamba ati neno la Bwana linatuambia kwamba wakati tutakapopokea Roho wa Bwana na tutaweza kuhubiri katika Yerusalemu, Judea na hata Samaria kwa kuongozwa na Roho wa Bwana. Na nilikuja kutambua ya kwamba injili hii tunayoihubiri hakuna mtu awezaye kuihubiri kama hana Roho wa Bwana. Na Roho wa Bwana tunaupokea wakati ule tuliokoka. Na wakati tulipookoka, tulipokea huyo Roho wa kufanya kazi pamoja na Mungu, kwa sababu kuokoka kwetu kumefanya tukaweza kufanana na Kristo mwenyewe. Tumefanana na Mungu kwa sababu wokovu ndio kitu kile kinatutenganisha na mambo yote ya ulimwengu. Ulimwengu unafika katika nafasi hauna uwezo, hauna nguvu, hauna mamlaka juu yetu na ndani yetu, ni kwa sababu tumeshatoka katika ulimwengu wa dhambi na tukaingia katika ulimwengu katika uungu. Na wakati tumefika katika uungu, yale yote tunayoyanena kutoka ndani ya mioyo yetu na vinywa zetu sio sisi tunayoyanena. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu wakati ule tulipokea Roho wa Bwana ndio tuliweza kutambua na kuelewa na kujua mapenzi ya Bwana inaifaa kuwa namna gani. Tunafaa kufanya kazi ya Bwana namna gani. Wakati mitume walikuwa pamoja na Kristo, Yesu aliweza kuwa promise mambo mengi sana katika maisha yao. Na wakati siku moja Yesu akawaambia, niko na mambo mengi sana ya kuambia, lakini kwa sasa hata nikimwambia hamutayatambua, but kuna wakati utafika muweze kuyajua. Ni wakati gani huo? Nilikuwa ninaangalia, ninaona ya kwamba ni wakati ule anasema ya kwamba nitamtumia Roho wangu. Ona katika huo mstari wa 28 hakuna jambo anasema ya kwamba and you are a witness wacha nisome tu. And you are a witness of this thing. Yes, mtakuwa washuhuda wa jambo hili. Alafu number 49, and behold, I send the promise of my Father upon you. The promise nilikuja kutambua na kuelewa this promise sio ati kulingana na vile tulikuwa tunafikiria hapo bereni, ama vile watumishi wengi wanaoihubiri ile promise, lakini niliweza kutambua na kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ndio ile promise. Ile Kristo Yesu wakati alipokuwa pamoja na mitume aliweza kuambia, na wakati nitakapoondoka pamoja nanyi sitamuacha kama yatima, lakini nitamtumia msaidizi. Na yule msaidizi ataweza kumuongoza, atamkubusa, ataweza kumlinda. Yani huyo promise. Na huyu promise nilikuja tena kutambua ni Christ Jesus. Christ. Yule Abraham aliweza kunenewa kumhusu. Na Mungu hakukubali hiyo promise iweze kutimizwa kupitia Isaac. Hata wakati ule Isaac alisemekana ataenda kutolewa dhabihu. Wakati baba yake alitengeneza ile nafasi ya kutolea dhabihu, ninaangalia neno, ninaona linaniambia kwamba wakati ule walikuwa wanapoenda, huyu kijana wake anayeitwa Isaac alikuwa anauliza baba, tuna moto tunayo na tuna kila kitu, lakini tuna moto, tuna kuni, lakini kuna kitu kimoja hatuna, kondoo wa kutolewa dhabihu. Naye Abraham akapia mwanae Isaac, Mungu atapeana. Na wakati walipoenda, Abraham hakuwa na shaka. Alikuwa ndani yake anajua ya kwamba ameenda kumtoa mwanae.
Na wakati walipofika pale na wakatengeneza nafasi ya ile sacrifice, aliwekelea kijana wake na akainua upanga ndio aweze kumuua. Lakini malaika wa Bwana alishika mkono wake akamwambia, usimuue mwanao. Tazama pale kichaka kimefunga mwana kondoo. Sababu sio Isaac alikuwa aweze kutimiza ile promise, but Isaac alikuwa tu mfano, alikuwa tu shadow, alikuwa tu type, yani ni kitu kinafananisho. Ile kondoo alichukua, aliangalia na akaiona, akaifungua, akaweza kuichinja, mfano wa Kristo tena. Na baada ya kazi ya Mungu kutoka Abraham, kutoka Adam to Moses, kifo kilikuwa kinatawalia watu. Kwa sababu hata kama Abraham alitoa ile sadaka, kifo hakikuwaondokea, sababu kifo kilikuwa kinje kiondolewe na mtu mwingine, yule aliye mfano wa mambo mengi yale yalikuwa ama yameandikwa ndani ya Biblia, na ule mfano ni Kristo Yesu. Kwa hivyo promise ilikuwa Christ, na wakati Christ alipokuja, mambo ya kifo na dhambi ikawa sasa imekomeshwa, ikamalizwa, kwa sababu Kristo alikuja kupingana na yale yote yalikuwa yanapingana na mwanadamu. Yale sheria ilishindwa, Musa alishindwa, ya Abrahamu hakuweza tena, Adam na yeye alishindwa. Lakini Christ, yeye yule alikuja akakaa na mitume for 3.5 years. Alinena kujihusu yeye. Yes, alinena kujihusu yeye, akajitambulisha kwa wao, akanena mambo mengi kumuhusu, yale yameandikwa katika Old Testament. Hakuongea kitu iko nje ya neno, aliongea yote katika hiyo New Testament, Matthew, Mark, Luke and John. Yote aliyatoa ndani ya Old Testament, na akaizungumzia akiyafafanua vyema kulingana na vile utakuja kuwa. Na mitume wakaweza kusikiliza na wakasikia yale yote Yesu alipokuwa anayanena, hata kama hawakuwa na ufunuo wa kutosha na kuelewa kwa nini Yesu anayanena mambo hayo. Tunaona katika neno kuna mahali aliweza kufika akawaambia, akawaita mahali peke yao, akawaombea ndio waweze kuwa na ufahamu wa neno la Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati nilikuwa ninapotazama neno na kulichunguza vyema, nilijua na nikaelewa ile promise alikuwa anayenena juu yake ni Roho Mtakatifu. Akasema, and behold, I send the promise of my Father upon you, but stay you in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Yes, waliambiwa wakae mahali pamoja mpaka yule promise ataweza kuwafikia. Na wakati alipowafikia, in the book of Acts tuliona waliongea mpaka kwa lugha mpya. Wakati Roho Mtakatifu alipoingia ndani yake, aliingia katika sehemu nyingi, kwa sehemu nyingi ndani yao, na moja ikawawezesha kunena kwa lugha. Hiyo ni sehemu moja, ama ni mazao ya Roho Mtakatifu. Walinena mpaka kwa lugha mpya. Bwana asifiwe. Na wakaweza kuhubiri katika ule roho.
waliweza kufanya kazi ya Mungu kwa ujasiri kupitia ile promise. Tukiangalia mstari mwingine mahali pale, tutaweza kuangalia wacha kwanza turudie kidogo mstari wa Act, tufungue pamoja nawe Act 1 mstari wa 8. Act 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Wakati ule Roho Mtakatifu atamjia, wakati ule mtampokea yule Roho Mtakatifu, mtakuwa na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote, na mtahubiri Jerusalemu, Judea na Samaria na hata mwisho wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Siku ya leo nilikuwa ninajiuliza, watu wote wameitwa, wamechaguliwa, watu wote wamefanywa kuwa, nikakuja kuona katika neno ya kwamba mtu yeyote yule Mungu aliyemuita, aliyemchagua, aliyemuita na akamchagua, na ulimwenguni hakuna mtu hajaitwa. Sisi wote tumeitwa, sababu hajasema nimeita pastor, nimeita pastor, nimeita evangelist, nimeita prophet, nimeita teacher, nimeita nani evangelist. Bwana asifiwe. Ama apostle. Hapana, sisi wote tumeitwa na tumepewa hiyo nguvu, sababu kuna kitu moja nilikuja kutambua. Yesu Kristo, yeye ndiye alikuwa teacher, yeye ndiye alikuwa prophet, yeye ndiye alikuwa pastor, yeye ndiye alikuwa apostle, yeye alifanyika kuwa vyote. Wakati, kwa sababu hakukuwa na vitu kama hizo, lakini wakati alipokuja zote zilikuwa ndani yake. Na sasa hivi Kristo nimempokea, na wakati ule nimeshampokea, nimeshipokea zote ndani yangu. Kwa hivyo wakati wowote ule kunahitajika mtu wa kusimama kama apostle, niko pale, kama pastor niko pale, kama evangelist niko pale. Kwa hivyo hakuna wakati mtu atasema ya kwamba mimi ni kitu fulani. Hapana, hakuna wakati utakuwa kitu fulani. Hata hiyo ndio sasa mwito wako. Na wale wanaambia watu hivyo kwa sababu hata mimi nilidanganywa hivyo mwanzo. Wakati ule sikuwa ninajua kujisomea neno. Wakati ule nilikuwa nimedanganyika na nikadanganywa ya kwamba ati mambo yote inatokana na fulani, na pasipo yeye haiwe. Nilikuja kujua wakati tutakapopokea Roho Mtakatifu, tukiongozwa na wale wanaotuongoza wakiwa na huyo Roho, wataweza kufanya tukaweza kutambua mambo yale yote kwa ukweli na kwa haki, na tutaweza kuyatambua ikiwa msaada mkubwa sana wa kutupanua katika maisha yetu ya rohoni na katika maisha yetu ya kufanya kazi pamoja na Mungu. Hatutajiwekea barriers, ate mimi ni apostle, ate mimi ni teacher, ate mimi ni mimi niko na vyote ndani yangu. Sababu ni gani? Sababu yeye yule aliyezipeana yu ndani yangu, yeye yule aliyekuwa hizo yu ndani yangu, na mimi niko ndani yake. Kwa hivyo kukihitajika apostle, nitasimama. Kukihitajika evangelist, nitasimama. Kukihitajika prophet, nitasimama. Zote ziko ndani yangu, sio kamoja, ni zote.
Haleluya, Bwana asifiwe. Sitadanganyika tena ati nisimame kusema ati mimi ni mtu fulani. Sitajifunga, nitafanya kazi ya Bwana katika eneo zote, pande zote. Nitafikishia watu injili katika pande zote. Nikienda evangelism, nitaevangelize. Nikisimama katika utume, nitaufanya. Nitaenda nikifungua makanisa. Haleluya. Nikisimama kama basi, nitawafundisha watu. Nikifanya nitawakusanya watu vizuri niweze kuwaelekeza. Haleluya. Nikisimama kama teacher, nitawafundisha kama vile aliwafundisha. Haleluya. Hakuna sehemu itakosa mtu. Kwa hivyo wewe wakati uko ndani ya kanisa, wacha kujifunga. Wengine hata hawana kitu, wengine wanasema wao ni waobezi. Hakuna kipawa kama hiyo. Yesu alisema ate hii ndio akahesabu kwa zile. Hapana, kila mtu ni muobezi. Hakuna muobezi mmoja ate mimi nimechaguliwa kuwa muobezi. Hakuna. Hiyo ni kueoa wera wa Ngai. Ate ndiye ndiye muhoi. Urahoya weke atia. Dudha wako hoya. Ni uombe na uhubiri. Sisi wote tunafaa kuomba. Hiyo ni compulsory. Sisi wote tunafaa kuomba na sisi wote tunafaa kuhubiri. Hakuna mtu fulani ndiye special na kufanya hiyo kazi. Tusifungwe na dini. Dini isituwekee barriers. Dini isimame kando, kazi ya Kristo iweze kufanywa. Bwana asifiwe. Kazi ya Kristo ifanyike. Kwa sababu wakati Kristo alipokuja, hakusimama hakwenda kutafuta watu waweze kuhubiri ati kwa sababu yeye ni teacher sasa atafuta. Alisimama kwa yote. Alihubiri ndani, alihubiri nje. Aliwatuma wakafungue makanisa sababu uwezo huo ulikuwa ndani yake. Alitabiri. Kristo alitabiri. Yeye hata ndiye yule prophet mkuu na wa kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Aliwaponya watu. Hizo zote ziko ndani yetu, tumepewa. Kwa hivyo usijilimit kwa jambo kidogo hiyo. Wewe umeitwa katika pande zote ufanye kazi ya Mungu. Sababu wakati ule Roho Mtakatifu alipoingia ndani yako, aliingia ndio aweze kutenda kazi kwa uwezo na kwa mamlaka na kwa nguvu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Aweze kudhibitisha na kuonyeshana kazi ya Mungu vile ilivyokuwa inahitajika kufanywa. Katika huo mstari ninaangalia katika kitabu ya John. Katika kitabu ya John 16:13. Wacha tuangalie tuone. Na nena kuhusu vile tunaweza hubiri nje. Hakuna mtu amewekewa mipaka. No limitations. Nje enda hubiri. Ukiwa ndani hubiri. One on one hubiri. Door to door hubiri. Umeitwa hubiri. Umeitwa uweze kuprophesy. Na si kuprophesy mambo ya watu, ni kuprophesy kumuhusu Kristo. John 16:13 inasema, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you
things to come. Hallelujah. Yani mambo kama haya inanifurahisha Kiswahili. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, huyo Roho wa kweli, sababu wakati huu wa John Yesu hakuwa amefunuliwa, hakuwa amekufa, so Roho Mtakatifu hakuwa amepeanwa. Kwa hivyo ndio unaona wananena jambo litakapokuja. Hawaneni jambo walio ndani yake, lakini wananena jambo litakao kuja. Lakini mimi na wewe tuko ndani ya jambo limeshakuja, miaka 2000 imepita na limefanya kazi kwa watu kadhaa, wale wametambua na wameelewa kuhusu kazi ya Kristo. Tena imehubiriwa na watu wengi katika njia zingine isiyo ya ukweli, wakimtaja tu Kristo, lakini si Kristo wa kweli, ni makristo yao na mamiugu yao. Nasema hivyo nikijua tumeshakuwa tumeingizwa katika udini wa kuambiwa mambo isiyo na msingi wa Kristo Yesu. Tunachanganyiwa mambo ya Kristo, anajiwa Kristo, na unaweza fikiria ananena kuhusu, lakini wakati ule akiendelea ndio utatambua hakuna Ukristo. Kristo alikuwa tu wa kusemwa. Uko ndani kunawekwa mambo mengine ya kuchafua ukweli wa Kristo. Mtu anatoka katika kazi hiyo ya Kristo, anaingia katika manyumba na kunena mengi isiyolingana na kazi ya Kristo. Bwana asifiwe. Kama siku hizi tumepeleka soko katika makanisa, soko gani? Tulifanya, hata sisi tulifanya, lakini tulikuwa tunafikiria ni kweli. Hata wao wengi wanafanya wakifikiria ni jambo moja Kristo anafurahishwa naye, kuwasaidia ateri. Sasa hata ateri kanitha ine nikuo turaheanira mitu, nikuo turaheanira masukari, nikuo turekera nikuo hayo yote yodolewe kanisani, kanisa kuhubiriwe tu Kristo, kazi yake ile iliendelea. Tuondoe soko zote na siadesio thĩinĩ wa kanitha tuhunjie ũhoro wa ma, niguo ũhoro wa Ngai ũgĩe na mĩhaka na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Kazi ya Kristo iwe na mpaka, kazi ya Mungu iwe na mpaka, na mambo yale mengine yote. Haleluya. Mambo haya mengine wacha tukutane na huko, watuzuiliwi. Tuifanyie huko mahali popote tutataka, lakini sio ndani ya nyumba la Bwana. Tudue hiyo madhabahu ya masoko na nini. Jambo lolote halitafanya kazi ya Bwana iweze kuendelea, na hiyo kazi ya Mungu ikose kufikia watu wengi. Tuondoe Mungu katika mambo yale tunataka itutajirise. Ende ufanye hayo yote unataka itajirise, pasipo kujilinganisha na neno la Bwana. Hiyo umepewa ruhusa yote, fanya. Lakini ikiwa ni neno la Bwana, wacha liwe neno la Bwana. Na kama ni neno la Bwana, wacha uhubiri neno la Bwana, kazi ya Kristo Yesu. Yale yote aliyoyafanya na vile aliongoza mitume na vile yalifanyika kutoka wakati ule wa kitabu ya Acts. Wakati ule aliwaondokea, iliendelea namna gani? Bwana asifiwe. Ndio neno la Bwana liweze kuwa safi, liweze kuwa ni neno linaweza heshimika, na ndio liweze kuhekimisha watu wengi, liweze kuwafungua watu wengi, watu waweze kuliogopa neno kama vile zamani lilikuwa linaogopwa. Lakini sio kuogopa kwa sheria. Kuna sheria wengi wanawekea watu ndio waweze kuwaogopesha, ndio watoe, ndio wafanye mambo haya na yale. Hapana, watu ndani ya nyumba la Bwana hawafai kufungwa na jambo lolote.
Yesu alikuja kutufungua, Yesu alikuja kutuweka huru, Yesu alikuta watu walikuwa wamekufa katika dhambi, Yesu alikuta watu walikuwa watumwa, akatufungua sisi wote. Hakuna mtu Yesu aliacha akiwa amefungwa. Sisi wote tulifunguliwa, sisi wote tulihesabiwa haki, tulisamehewa dhambi. Haleluya. Tunafaa kwenda tukihubiri na huko nje. Usijali watu watasema nini, lakini waambie mumefunguliwa, mumesamehewa dhambi, mumeondolewa miti ya shingoni ile mlikuwa mumewekwa, ate kuna mahali hamuwezi pita. Yesu alifungua njia na hata mlango wa kila mmoja wetu aweze kusimama na kunena yale yote yaliyo na uzima ndani yake. Na hakuweka ate ni lazima. Ni wewe ukisikia utahubiri. Yesu hakuna mikakati yoyote aliwekea watu. Aliwafungua na akawaambia, kama mnaweza, kama vile Musa aliambia wana wa Israeli. Ate kuna sheria na kuna uzima. Lakini wana wa Israeli kile naweza mwambia muweze kuchagua, chagueni uzima. Musa akawaambia wana wa Israeli, chagueni uzima. Haleluya. Sababu aliwaambia kuna mauti, na mauti inaletwa na nini? Na sheria. Na kuna uzima, lakini chagueni uzima. Mungu aliweka watu katika freedom yao, mtu aweze kujichagulia uzima ama mauti. Kwa hivyo wakati unaweza kujikuta katika hali hiyo, usifikirie ate ni Shetani ameingilia maisha yako. Ni uchaguzi wako. Umechagua kufanya nini? Neno linasema ya kwamba ati lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Huyo msaidizi, huyo Roho wa Bwana, tena niongeze niseme huyo Kristo aliye ndani yetu, kwa sababu sisi tuko katika nafasi ya aliye ndani yetu na sisi ndani yake, atatuongoza katika kweli yote. Lakini wacha nikwambie, hata kama anatuongoza katika ukweli wote, kuna watu watakataa ule ukweli. Kuna watu wanaudharau ule ukweli. Kuna watu hawapendi ule ukweli. Wanataka kukaa katika mambo zao, katika kuongozwa na akili zao, utu uliye ndani yao. Hawataki kweli, na kweli ni neno la Bwana. Kweli ni huyo Roho atakayetiwa ndani yetu, na sio atakayetiwa, yule ametiwa tayari ndani yetu. Bwana asifiwe. Huyu kulikuwa wakati wa kina nani? Yesu akuwa amefunuliwa. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasa habari yake. Wakati ule huyo Roho Mtakatifu atakapoingia ndani yetu, ama wakati ule Roho Mtakatifu alipoingia ndani yetu, sababu yu ndani yetu sisi wale wamekubali na kufuata neno la Bwana, kukubali neno la Bwana liweze kufanya kazi ndani yao. Neno linasema ya kwamba atayafunua ukweli, na yale yote atakaye nena ndani yetu sio yake yeye mwenyewe, atakuwa ametumwa aweze kuyanena ndani yetu. Yesu akasema katika kitabu ya John, ati yale yote mnasikia ninenayo sio mimi nimejitolea kuyanena, lakini na yanena yale Baba anayoyanena. Mambo yale yote mnaona ninayafanya sio mimi ninayafanya, nafanya kulingana na vile Baba anavyofanya. Kwa hivyo mambo yale tumeyaona na Christ, hivyo ndivyo Mungu alivyo. Kama Christ hajawaiua, kama Christ hajawaigojesha,
kama Kristo hajawaichukia, kama Kristo hajawaipiga, tutaweza kuelewa kwa vile baba yetu alivyo mbinguni, vile Mungu alivyo. Bwana asifiwe. Ametupa akili, ametupa hekima ya kutambua na kuelewa, ametupa macho ya undani na akafanya iweze kuwa na nuru. Ndio wakati wote tunapolisoma neno tunaelewa vile alivyo kumpitia mwanae Kristo Yesu. Anasema ya kwamba Yesu ndiye mfano kamili, chapa kamili ya vile alivyo. Kwa hivyo vile Kristo alivyo na kazi yote ile Kristo anayoifanya, hivyo ndivyo naye Baba anayofanya. Ukweli umefichwa ndani ya Kristo, na ule ukweli ndio Baba. Baba ndiye kweli. Amesababisha ile kweli iweze kukaa ndani ya mwana. Kwa hivyo yale yote mwana anenayo na afanyayo, hivyo ndivyo naye Baba anafanya, na vile ndio na hivyo ndivyo afanyavyo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Hata kama tunakutana na mistari mingine inasema mambo tofauti, ati yeye ndiye anateremsha kuzimu na tena ndiye anainua. Yeye ndiye aua na afanya watu waishi. Hiyo yote, my dears, ni kwa sababu hamuna ufunuo. Ufunuo wake ni rahisi sana. Bwana asifiwe. Inayanena, Hana aliongea hayo jambo kwa sababu alikuwa ananena kuhusu Kristo Yesu. Mungu ndiye alimteremsha Kristo kuzimu, na wakati alipomaliza kazi yote kuzimu, alafu akamuinua, akamfufua. Na wakati alipomfufua, neema ya Mungu ikatufikia, haki ya Mungu ikatufikia. Yeye Kristo ndiye aliteremshwa kuzimu na ndiye aliweza kupandishwa juu. Mungu yeye ndiye aua na yeye ndiye afanya aishi tuishi. Haineni juu yetu sisi, inanena kuhusu Kristo tena. Baba ndiye alimuua mwanae na yeye ndiye alimfufua. Neno linanena kumhusu mtoto Christ Jesus kwa baba yake. Bwana asifiwe. Haineni kuhusu wewe, haineni kuhusu wewe, inanena kuhusu mwanae. Haineni kuhusu kuua wewe. Mungu haui wanadamu. Haineni Mungu atendea atakuua. Mungu wakati alipoua Christ, alimfanya akufe ndio sisi tuondoke katika hiyo kifo. Sisi alitutenganisha na hiyo kifo, akampeana mwanae afe kwa niaba yetu. Mwanae akachukua jukumu yetu yote, akatuondoa katika kazi yote ile tulikuwa inatusumbua. Kazi yote ile ilikuwa inatutesa, mawazo mengi, na ndio anatuambia ndani ya neno ya kwamba chukueni nilala yangu ni rahisi na ni nyororo. Ni kitu nyepesi tutaweza kubeba, kwa sababu sheria ilikuwa chungu na ilikuwa mzito. Alikuwa anatuambia tokeni ndani ya sheria, hamuiwezi. Sheria hamuiwezi. Tokeni ndani ya sheria. Hakuna mwanadamu awezaye kuitimiza sheria hata mmoja. Haleluya. Hata Waislamu wale wanapenda sheria sana. Hakuna hata mmoja ameshawahi, mpaka Muhammad hakuna ameshawahi itimiza. Haleluya. Na kama Muhammad angeitimiza hangekufa. Angekufa kama Kristo na afufuke. Lakini Kristo kwa sababu yeye alijua sheria na alitambua sheria na akajua njia ya kuitimiza sheria, alipingana nayo mpaka
ikamwachilia. Hakukaa katika kifo, aliachiliwa katika mambo yote. Akapinga sheria, na neno linasema alifanya sheria kuwa mwisho, sababu ilishindwa kuwafungua wanadamu kwa sababu ya vile ilikuwa dhaifu. Hivyo ndivyo neno linasema katika kitabu ya Roman 8, ati sheria ilikuwa na udhaifu kwa sababu ya mwili. Kwa hivyo hakuna mtu awezaye kuitimiza sheria, hata nani. Mtu mmoja tu ndiye aliweza kuitimiza sheria, na ni nani? Christ himself. Sheria no Kristo wamehotire, no gutire mundu wina mwiri na thakame ungihota sheria, gutire ono mwe. Tukiwa pale, nataka tuweze kuingia katika kitabu ya John 15:26. John 15 mstari huo wa 26 inasema, kwa hivyo wakati tunapohubiri nje, tunafaa kuwaelekeza watu kulingana na ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya, aliwafanyia, aliyatimiza yote, ndiye mwanadamu aweze kuwekwa huru, na kuambia vile Yesu aliwasamehe dhambi, hawana dhambi, walifunguliwa wao, sio wenye dhambi tena kutoka wakati ule Yesu alipokuja. Dhambi ilikuwa imelemea watu tunawaambia dhambi ilikuwa imemlemea wakati ule mlikuwa chini ya sheria. Lakini wakati ule Kristo Yesu alikuja, akaondoa sheria, akasimama kwenye mwanya wa utawala wa uungu wa kweli. Aliondoa ile sheria kupitia kifo chake, na kupitia kufufuka kwake sisi wote tukafufuliwa katika hiyo kifo. Alikufa, ni sisi tulikuwa tunafaa kufa, lakini yeye alichukua kifo yetu, alichukua mateso yetu, alichukua shida zetu. Yes, 15:26 inasema, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Lakini ajapo huyo msaidizi, nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu hawezi shuhudia peke yake, ni lazima uwe hapo ndio aweze kushuhudia, kwa sababu Mungu hangeweza akiwa mwenyewe. Pasipo mwanadamu Mungu hawezi, na mwanadamu pasipo Mungu mwanadamu hawezi. Kwa hivyo kuna kile kilifanya uweze kuletwa katika ulimwengu kama mwanadamu. Huyu Roho Yesu alinena juu yake, hakuambia wanyama nitawatumia, ama miti, ama ndege wa angani. Aliambia mwanadamu nitawatumia, ndio tuweze kuwa wale watakao shuhudia kuhusu kupitia yule Roho kazi ya Kristo Yesu, kazi ya Mungu. Wakati tunaposhuhudia kazi ya Kristo, twashuhudia kazi ya Mungu. Mungu na Kristo hawatokani, na hakuna wakati wanakuanga mbali. Kila wakati wanakuanga pamoja na wanahesabika kuwa mmoja. Wakati nasi tumekubali Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani yetu, ni kuonyesha ya kwamba Mungu, Mwana na Roho wameingia ndani yetu, ndio waweze kushuhudia kazi ya Mungu, kazi yao wenyewe kupitia mwanadamu aliyempenda. Mwanadamu alipendeka. Mwanadamu ni kitu ya utukufu sana mbele ya Mungu. Alimchagua yeye aweze kumtumia. Kuna vitu nyingi sana Mungu angechagua na ifanye kuwa, lakini alimuona mwanadamu ndio anafaa
aweze kumtumia mwenyewe. Wewe ni chombo cha ajabu. Mungu anakupenda. Na Mungu afurahi wakati umegonjeka. Mungu afurahi wakati uko na shida. Mungu afurahi wakati yani kuna jambo linao kutisa. Shida iko hapa. Wakati mwingi tunakuanga tumejichagulia kuwa katika jambo kama lile. Kwa sababu jambo lolote likujalo katika maisha yetu linakuja kwa sababu tumelichagua. Wakati wowote unaingia ndani ya jambo, angalia ni nini kiko nyuma ya hiyo jambo. Kama italeta madhara ama italeta furaha ama amani. Ukiona kumeingia madhara, sio Mungu ameleta ile shida, ni kulingana na vile tumejichagulia. Bwana asifiwe. Baba wetu anatupenda na hataki tuingie katika mateso wala shida wala tatizo lolote. Pendo la Bwana ni kukaa katika nafasi yake kwa furaha na kwa amani. Bwana asifiwe. Tukiangalia neno katika huo mstari wa 27 inasema, and you also shall bear witness because you have been with me from the beginning. Nanyi pia mtashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nani. Sasa sisi tuseme nini? Mimi nimekuwa pamoja na Kristo kutoka kuzaliwa. Kutoka wakati nilipozaliwa, nilikuta Kristo akifanya kazi ya ulimwenguni. Si kwenda kumtafuta. Yeye ndiye alinitafuta na akaweza kunipa nafasi ya kukaa ndani yake na mimi ndani yake. Na yeye ndani yangu. So, wakati wowote ule Christ Jesus alikuja ulimwenguni, kutoka wakati ule alikuja ulimwenguni, alikuta watu, Yesu, wacha nitumie hiyo, alikuta watu, na watu ndio sisi. Na akatupa mamlaka na nguvu ya kutenda kazi pamoja naye na kuinuka, ndio tuweze kutimiza yote. Akafanya tukaweza kuinuka, tukitambua mambo haya katika ukweli na katika roho, ndio tuweze kuyatambulisha kwa wale watu wote wasiojua kwa nini wamezaliwa, kwa nini wameitwa, kwa nini yani wako katika uhai. Tukiwajiuliza, na ndio ninasema mambo ya evangelism na hata church ndani, tukiwajiuliza wanajitambua na wao. Wakati wanapojitambua, unakuta wanachukua jukumu nao na kuambia wenzao. Kwa hivyo uko na kazi ya kufanya wewe, kama vile niko na kazi ya kufanya. Haleluya. Na kujulisha na wewe julisha mwingine. Hii kazi ni ya kuachiana. Kuna wakati sitaihubiri tena, lakini kuna watu wale nitakuwa nimeacha nyuma. Na wewe wacha mbegu, ili utaiwacha kama vile Elijah aliacha Elisha. Kama vile Christ aliacha mitume. Kama vile Paul na akina Timothy na wengine wengi. Na wewe kuwa na mbegu isiyoharibika. Kwa sababu mbegu inaharibika ni ile hainendi kuhusu kazi ya Kristo, ni udini tu ndani yao. Wanajitanisha na kanisa lakini sio kweli. Wanajitanisha na Musa. Lakini kama wangesoma neno waweze kutambua Musa alikuwa nani na alikuwa anaamini nani, wagegeuka ndio waweze kumwamini Kristo yule Moses aliamini. Bwana asifiwe. Watu wengi wanasema Musa alikuwa chini ya mamlaka ya sheria ile alipeana, lakini nakwambia hapana. Musa aliwapa sheria, lakini yeye aligeukia. Na wakati alipoigeukia, yeye akamwamini Christ.
na akaishi ndani ya Kristo. Ikiwa tu Kristo hajakuja, Musa alikuwa ametambua. Ikiwa tu in the Old Testament, Musa alitambua kuna mwana wa Mungu anayeitwa Christ. Hallelujah. Abrahamu alitambua kunaye Noa, na ndio alifanywa akaweza kudumishwa, yani akaweza kuishi, hakukufa kwa sababu alitambua hiyo Noak ni mtu, hiyo Ark ni mtu, sio kinyumba hicho alijenga na miaka 100, ni mtu, na ndiye Christ, sababu ilikuwa types and shadows. Nashukuru Bwana sana kwa kufanya niweze kutambua mambo haya vyema, nikajua kazi yake sio vile tunavyoiona na vile inahubiriwa. Watu wamedanganywa, wamedanganyika. Watu hawajawekwa huru hata kama wako na Mother Guild, hata kama ni elders, hata kama ni wahubiri. Wengi wamefungwa, hawako huru, wako katika kifungo, hawajatambua na hawajafurahia kazi ya Kristo Yesu, pendo lililo ndani ya Kristo Yesu, uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Wanakaa tu saa yote na hukumu, wamefungwa na hukumu, condemnation. Hakuna wakati inaondokana ndani yao, na saa yote wanasikia tu kutumbu. Wanatubisha watu wamekaa wakitumbu kila saa, kila dakika. Kwa hivyo hakuna wakati watu wanakuanga safi. Kristo alikuja kuondoa watu katika hiyo condemnation. Bwana asifiwe. Alikuja kutuondoa ndani ya condemnation ndio tuweze kufanyika kuwa haki. Katika hiyo John 14:1, rudi nyuma kidogo 2:1, inasema, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Msifadhaike moyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini nami. Akasema, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Number 3, and if I go and prepare I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you be also. Ati wakati ule nitaenda, nitamtengenezea makao, ndio mahali pale nitakuwa na nyinyi mweko. Wakati Yesu alisulubishwa msalabani, kifo chake, kuzikwa kwake, kufufuka kwake, pale juu anasema hapo 1, anasema ati msifadhaike mioyoni mwenu, muniamini, muamini Mungu, niaminini na mimi. Bwana asifiwe. Wakati tutakapomwamini yeye, tuamini kazi ile alikuja kufanya ulimwenguni, kupitia kulisoma neno na kuliamini tu. Tukiamini hiyo kazi yake, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, na kuamini kule kuna bindi, uamini vile alikufa ufe pamoja naye, vile alisikwa uzikwe pamoja naye, vile alifufuka ufufuke pamoja naye. Na ni kuamini hivyo ilifanyika kwake, imefanyika kwangu. Anasema ya kwamba wakati atakapofufuka, mtafufuka pamoja. Wewe ulikuwa hauna makao,
atafanyika kuwa makao yako. Atafanyika kwa sababu neno linatuambia kwamba katika kitabu ya Ephesians 2 ati alienda katika mkono wa Bwana wa kuume, uo wa kulia. Hapo ndipo Yesu alipo pamoja na wale wote waliomwamini. Tu wapi? Katika kitabu ya John 15 inasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, na yeyote yule atakaa ndani yangu atakuwa na mazao mengi. Na akatuambia hapo juu ya kwamba yeyote yule ameliamini, wacha nikuonyeshe hiyo 15:4. Hiyo 15:4 anasema ya kwamba ni 3 ama 4 na number 3 sorry. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Nini kinatufanya kufanya clean? Ni neno lile ametuzungumzia. Kwa hivyo kuwa katika mkono wake wa kulia pamoja na Christ ni kwa sababu ya kuamini lile neno ametufundisha. Na ndiye mmemwamini hata mimi niaminini, sababu chochote anenacho mimi ndio ninanena, afanyayo ndio ninafanya. Na kile ameanena ni neno lake, amini hilo neno lake, na ukiliamini pamoja na mimi amini, sababu mimi ndio mfano kamili na kazi kamili ya vile Baba anafanya. Yesu akajitambulisha, akajinena, akasema ya kwamba nanyi mmekwisha kuwa safi wakati tutakapo mwamini kama vile tumeamini Baba. Anatuambia kwamba mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Sababu sisi hatuongeleshewi na Mungu. Pale 15:1 anasema mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Yeye mzabibu anafanyiwa kazi na Baba, naye yeye anayefanyiwa kazi na Baba, kazi yake ni kutujulisha yale mawazo ya Baba, moyo wa Baba. Na kwa sababu ametujulisha, ndio sasa namba 3 inatuambia tumefika kuwa safi kwa sababu ya lile neno yeye Kristo Yesu ametujulisha kutoka kwa Baba. Kulimiwa sio ati vile tunafikiria, ni kupewa neno, kuliamini neno kulingana na vile Kristo anavyolinena kwetu sisi, sababu sisi yule anayetufanyia kazi ni Christ, sio God. God anafanyia Christ, naye Christ anatufanyia, na ndio Christ anasema abide in me and I in you, and the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No one can yet accept you abide in me. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa anajua hakuna mtu awezaye kuwa na mazao akiwa nje, sababu Yesu alikuwako mpaka wakati wa sheria alikuwako, na akakuta ile sheria haikufanya mtu yeyote yule aweze kuishi kama vile Roman. Wacha nikusomee katika kitabu ya Roman. Yeyote yule alikuwa ndani ya Warumi 8 mstari wa 2 inasema, na nitaisoma na Kikuyu, inasema amuwatho wa roho uria tuthome wa 3 ne gukorwo undu uria utangiahotekire ni watho ucio ni undu wa kwagithio hinya ni uhoro wa mwiriri. Ngai ni awikire ni kurekia murio nikurekia murio o uria wake mwene ari na mwiri uhanaine na ino itu ya wehia, ati we atuike
atuike thijo ne undu wa wihia agigitua cira na njira iyo ati uhoro wa wihia utorio miri-ini ya andu. Mwathani arogocwo. Sheria ilishindwa na Kristo alijua. Na ujue sasa hapa John hatujafika act ndio tuweze kuona vile Roman inasema. Kwa hivyo Christ alikuwa mbele ya vile alivyokuwa ananena. Alikuwa anaona mbele vile kutafanyika, kwa sababu yeye ndiye vile kutafanyika. Na alikuwa anajua Musa na sheria ile aliyoileta haikumsaidia hata kama walikuwa wanafikiria iliwasaidia. Musa aliikataa. Walifikiri itawasaidia, wakajishikanisha na hiyo sheria. Sheria badala iweze kuwafungua, Biblia imetuambia kwa vile haikuwa na uwezo, ilikuwa dhaifu, haikuwasaidia. Walikaa katika madanganyo mioyoni mwao na katika mawazo yao ati wao ni wa Mungu. Ukisoma 10 ndio utajua, Roman 10. Ama John 5:39. Wacha nikusomee John 5, kwa sababu walidanganyika. Na sisi tunafaa tuweze kujua sisi hatuko katika enzi hizo. Sisi tuko katika enzi mambo yote iliweza kufanyika, iliweza kuwa imeshafanywa. Sisi tunakalia kazi imekwisha. Latina ninasema ya kwamba inasema mutwiragia maandiko-ini ni undu mwigeragiria ati muri onu muoyo wa tene na tene. Tene na tene thiini wamu. Na maandiko macio nimo maumburite uhoro wakwa. Number 40. Na riri mutingetikira guka kuri nie niguo muone muoyo. Wanasoma maandiko, lakini ile maandiko haiwafanyi waweze kuingia ndani ya Kristo. Wanaisoma tu, hawaingii ndani yake ndio waweze kuwa na mazao. Hawatafakari juu ya hiyo maandiko, kwa nini imeandikwa namna hiyo. Wanakaa tu katika mawazo yao na kuamini kwao na kuongozwa kwao na mwili. Na kuongozwa na mwili ni kusema ya kwamba uko chini ya sheria. Ile haikuweza kuwa na msaada wowote kwa mwanadamu yeyote. Na ndio ilisababisha Christ aweze kuja. Ndio kile kimezidikana mwanadamu aweze kufunguliwa. Yesu aliweza. Bwana asifiwe. Na ndio huo mstari unasema ya kwamba ati kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. I am the vine, Christ says. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruits. For without me you cannot do nothing. Hapo inanifurahisha sana. Ati pasipo Kristo hakuna jambo unaweza fanya. Pasipo Roho wa Bwana, yule tulianza kuzungumza juu yake, yule anatuwezesha kuhubiri nje na hata ndani, kuokoa watu kupitia neno lake, kuwafungua na kuwafanya kuwa safi. Kulingana na hili neno linatuonyesha ya kwamba hakuna jambo tuwezalo pasipo Christ. Na pasipo Christ hamna Roho wa Bwana. Na pasipo Roho wa Bwana hamna Mungu. Haleluya. Watu wengi wako chini ya sheria na ndani ya sheria, na wote walio ndani ya sheria
wako wako nje ya Mungu, wako nje ya Mungu. Sababu sheria wakati wote inapoonekana mahali, hiyo ni idol. Sababu wakati unaposimama na kitu na unakitazamia, umesimamisha idol worship, umekuwa idol worship. Yes. Sasa tufanye nini? Tugeukie Mungu na kazi yake. Tufanye kazi ya Mungu kwa imani na kwa mwongozo ulio ndani ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hivyo katika hiyo John 14 tulikuwa tumesoma mstari wa 3 unakuambia, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that when I am there you may be also. Kwa hivyo neno lilikuwa linazungumzia juu ya death and resurrection, kufa na kufufuka. Wakati Yesu Kristo atakaye kufa, kweli kabisa atafufuliwa. Na wakati atakapofufuliwa, mahali atakuwa, hapo ndipo tutakuwa. Tutakaa ndani yake na yeye ndani yetu. So Christ is our heaven. Christ is our heaven. Kristo ndiye mbinguni yetu. Kwa hivyo tunakaa ndani yake. Yesu ndiye mbinguni yetu. Haleluya. Sababu yeye ndiye atakuja, sio sisi tutaenda. Yeye ndiye atakuja kwetu, sio sisi tutaenda kwake. Kila kitu inanena nitamtuma. Ya. Haleluya. Muingie ndani yangu. Hatuambii tutaenda kuingia. Hii mambo inafaa tuweze kuyatambua vyema katika ulimwengu wa rohoni vile unavyofafanua. Nashukuru Bwana katika mahali nimefika. Kesho tutaanzia hapo, pengine tuendelee na kuhubiri, sababu mapenzi ya Bwana ni tukae katika neema yake na mafundisho yake kamili kulingana na mapenzi yake. Acheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka na mwenye uwezo wote. Tunakuabudu Bwana wetu Yesu Kristo, tukishuhudia kazi ile Bwana Jehova Jireh uliyoifanya katika maisha yetu. Ulitufungua na kifo, ukatufungua na mauti yote. Ulitufungua Bwana Jehova Jireh katika utumwa tulikuwa ndani yake. Umetupa kibali na nafasi ya kuishi tena. Asante Mungu wangu, asante mfalme wangu. Wewe ni Bwana na wewe ni mwenye ushindi. Tunakuinua tukipatana siku ya kesho. Bwana, ninajua mioyo yetu imeandalika na tutaendelea tu na kuyasikia yote yale Bwana umetupania katika maisha yetu. Tunakupenda wewe na wewe Bwana tunajua watupenda. Ni kwa sababu kama haukutupenda haungetuma mwanao Kristo Yesu. Lakini kwa sababu ya upendo ulio ndani yako, ulimtuma mwanao, naye mwanao anafanya kazi ndani yetu kwa uwezo wote, kwa nguvu zote na kwa mamlaka yote kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu na wewe ni mfalme na wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Hakuna wakati tutaachana wala tuwe nje ya mapenzi yako, kwa sababu tumetambua, tumejua na tumeingia katika uwezo wako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen.